kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwanza kwa ushindi mkubwa ambao wameupata wa 74.8% ndani ya Zanzibar. Kwa kweli ni heshima kubwa kwake, lakini heshima kubwa kwa Wazanzibari wote, na ni heshima kubwa kwa ofisi yetu, ofisi ya makamu wa pili, ikiwa ni ofisi ambayo inasimamia shughuli zote za utendaji wa serikali. Niendelee kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine tena kuendelea kuniamini na kuniteua tena kuwa msaidizi wake wa karibu na kuwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali kwa maana ya makamu wa pili wa rais. Kwa kweli Mheshimiwa Rais ameonyesha upendo mkubwa sana kwangu, na hii ni ishara ya kwamba ana matumaini kwamba nitamsaidia katika kutekeleza majukumu aliyoyapanga katika kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya 8. Nami ndugu viongozi, naomba niseme hapa, taendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa nguvu zangu zote, na nitafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba malengo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezeka kupitia ofisi yetu na ofisi nyingine za serikali kama ambavyo Mheshimiwa Rais ataziona. Naomba niseme mambo matatu yafuatayo. Kila mmoja wetu kwenye eneo analoliongoza aanze kutafakari kwa upana wake namna gani tunakwenda kufanikiwa na kufanikisha shughuli za serikali katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 8. Ni njia bora na ya kisasa. Naelewa Katibu Mkuu, kwenye ofisi yetu kuna mifumo mingi ilishatengenezwa, ilikuwa haijakamilika. Naamini sasa ni muda sahihi wa kuikamilisha ile na kuweza kutumika kwa serikali nzima ili kuweza kupata ufanisi wa ufuatiliaji wa majukumu ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lazima twende tukawasimamie watendaji wetu, tuondoshe yale yote ambayo tumekuwa tukikatazwa na Mheshimiwa Rais, lakini na masharti yetu na maadili yetu ya kazi zetu. Twende tukahakikishe tunaondosha mianya yote ya kupoteza mapato ya serikali. Lazima tuanze ndani kwenye ofisi yetu, lakini baadaye tutoke nje kwenye maeneo mengine, twende tukayasimamie haya yote. Mashirikiano kupitia ofisi zote lazima tuyaimarishe, na pale ambapo tunaona hapajakaa sawa, basi lazima hatua za sheria tuzichukue, tuone tunakwenda kwenye utekelezaji.